Ya, swala ambalo limeleta taharuki kwenye mitandao ya kijamii Nyarugusu Kempo ni pamoja na swala la timu ya FEB Espoir kutokujumuika kwenye mashindano ya Indiana Cup. Bila shaka niko na msemaji wa timu ya FEB Espoir, Bill Dangote, Badi huyu. Tutatamani kupiga naye story 2-3. Vipi? Shwari kama. Uko sawa kabisa? Poa. Na ni kwamba kuna taarifa ambazo tumezipokea hivi karibuni kusema kwamba timu ya FEB Espoir ni kwamba haitoshiriki kwenye mashindano ya Indiana Cup. Kwa kweli kama msemaji wa timu, sijui hili unaliongeleaje? Kwanza kabisa nataka nitoe hofu mashabiki wa FEB Espoir pamoja na mafans wetu. Ni kwamba FEB Espoir tupo kwenye ligi, lakini kutokana na tetesi ambazo zinakuja hapa sijui wanasema kwamba FEB hatoshiriki kwenye ligi. Ni kwamba hizo taarifa ni za uongo. Ile kesi kweli tulikata mti kwenye ile ligi iliyoisha. Tulikata mti, tukashtakiwa, tukaenda kule, tukamaliza kila kitu. Kwa kwamba mashabiki kikubwa ni kwamba tupo kwenye ligi na hizo kelele zisiwatoe kwenye mood. Njooni tu support timu yetu. Tupo kwenye ligi na tutashiriki ligi na tutachukua kombe zote mbili. Kifupi unaamini kwamba hizo ni tetesi, na vipi kuhusiana na hizo tetesi kwa upande wako wewe kama wewe? Uone kama ni kitu ambacho kina cost timu kwa namna moja ama namna nyingine, na kuhusiana na kikosi cha FEB Espoir ambacho kilitangazwa hivi so ni tu tulikiona kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vipi kuhusiana na nyinyi wasemaji wa timu kama nyinyi? Limekaaje hili swala? Unajua timu yetu tumejiandaa, tumeamua kuposti zile tuliongea na admin, tulikaa kikao, tukaongea na admin, tukatambulisha wachezaji, ila video hazijavuja bado za wachezaji wapya. Kwa zitatoka muda sio mrefu. Tumejiandaa kuchukua, yani kwa yale machozi ambao tulilia finali mbili hizi hapa. Tunataka tuyafute kwenye hizi ligi zote mbili. Nataka nichukue zote. Na unahisi kwa upande wenu kama FEB kitu gani ambacho kinawakosti FEB Espoir kuingia kwenye finali mbili na kurudi na sifuri bin hayati? Unajua ni matokeo wasiokubali kushindwa sio mshindani kwanza. Na timu tunapofika finali wanatuchukua, ina maana kuna vitu vidogo, kuna mistake ndogo sana ambazo zinajitokeza. Kwa tumejaribu kukaa chini, bodi yetu imekaa chini, tumejadili, tukajua na kumbe tunafelia hapa. Kwa sasa hivi tumerekebisha kila kitu. Kwa maana hii ligi kivyo vyote, yani sio ligi moja, zote mbili. Sana na dili na ligi kuu ndio nacheza nao sana, nachukua zote mbili. Na kuhusiana na swala la kufungiwa timu, mimi niliumia sana kuona watu wanasema sijui timu imefungwa nini. So niliumia sana, na baadhi ya wachezaji walipiga simu na wengine wachomoke mazoezini mpaka sasa hivi kutokana na walivyosema kwamba timu imefungwa. Mafans wengi wanashindwa kusupport timu, watu wako njia panda, wajui kinachoeleweka. Kwa sasa hivi ni kwamba nataka nitoe hofu. Timu ipo kwenye ligi, njooni tusupport timu, wachezaji njooni mazoezini, tujiandae kwa sababu tunahitaji kuchukua kombe zote mbili, sio moja, zote. Na hapo kuna mtu mmoja ambaye amesema kwamba sijui kulingana na uvumi wa kusema kwamba FEB hawatoshiriki kwenye mashindano ya Indiana Cup ambapo kuna ligi kuu na pamoja ya Champions, maana kwamba ya makundi. Ni kwamba Badi kama semaji la timu ya FEB Espoir safi, tunatamani kusikia neno moja kutoka kwa kulila kusema kwamba uvumi ulianzishwa wapi, lakini kitu ambacho kipo rili inasemekana kwamba kuna mtu mmoja ambaye asiyefahamika anatumika kwenye kitengo kisichofahamika alidai kusema ya kwamba FEB Espoir kulingana na makosa walioifanya kwenye mashindano ambapo ilikuwepo ni finali ndani ya usiku mmoja, sawa, kufanya mambo kama giso umekwisha kuyaeleza hapo nyuma, kulingana na ile kosa ambazo walizozifanya FEB Espoir. Kwa hiyo FEB hawatoshiriki mashindano ya Indiana Cup. Huo na si uvumi kama jinsi sisi tunavyojua. Kwamba hizo story mwenyewe nilikuwa nimetulia tu maskani, mara simu zikaita za wachezaji, simu kama wachezaji 4 hivi. Vipi, mbona kuna hizo tetesi tumesikia kuna 1 2 3? Nikamwambia hizo mimi kama mimi hizo taarifa sina. Na hiyo kesi ilikuwepo kabla ya ligi tucheza finali, tulikuwa tunasema bana mtacheza finali mpaka ule mti ufanye, tupande mti wote siku hiyo ukiota na ule ukubwa ndo tutacheza finali. Lakini tulijaribu kufuata sheria, tukaenda tukamaliza. Kifupi tulienda kwamba lazi na tukasamehewa. Kwa nashangaa sana kuona kwamba watu wanasema shida ni ule mti, na maana shida ilikuwa ni mti mpaka sasa hivi tusingecheza finali. Kama shida ni mti tusingecheza finali, maana ule mti tulikata siku ya nusu finali. Kwa wakasema finali hatuchezi.
Unaamini kwamba mlikata mti? Yani unajua tuseme tulikata kwa sababu ni kesi ambayo tayari tushapewa. Hapo si unadai unasema kwamba mlikata mti. Tuseme tulikata. Mashabiki walikata mti. Yeah, walikata na kwa mimi na mashabiki unawafahamu. Mashabiki, hebu nipe, natamani kusikia. Unajua, hebu usije kuniingiza. Wewe usije na matatizo Iko hivi. Kwenye matatizo mimi hapa nipo kwa ajili ya kuwajua. Unajua timu yetu ina watu wengi. Na lile tukio sikutangulia pale. Yes. Lakini taarifa ilivyofika, kuna baadhi walisema kwamba kuna mashabiki, sio wachezaji, mashabiki walikata mti wakawasha kwa niaba ya kuweka doria, kuweka ulinzi kwenye maeneo yetu yale. Ila mimi sikutangulia kwenye hilo tukio. Nilipewa hiyo ripoti tu. Hapo. Bali kwanza acha kwanza nayo, naona unajingata meno. Turudi kwenye topic, mada yetu kuu ni FEBA kutokushiriki kwenye mashindano ya Indiana Cup. Wewe kama semaji la timu ya FEBA Espoir, tunauliza hivi kuhusiana na uvumi kama na huo. Ulianzia wapi? Je, Afreni wamesema kitu gani kuhusiana na timu ya FEBA Espoir? Okay, tunatamani kusikia. Aloleta zote tetesi. Ndogo mmoja anaitwa Hassan. Yes. Sijui ilikuwaje walikutana na sijui viongozi wa serikali. Sasa sijui walikutana vipi kuhusiana na masuala ya plot. Ile ya Senjuva pale. Kwa mimi sijui walianza vipi mpaka akafika kwenye hizo mada. Kifupi nilikuja kupewa juu. Nikamwambia bana, vipi mbona timu haitoshiriki? Maana tukutana na kiongozi ametuambia bana timu haitoshiriki kwa makosa kukata mti. Kwa nikaa sielewi. Baada ya kuona sielewi sawa, nikaenda sasa kwenye bodi yetu sasa sisi. Kufika kule nikauliza 1 2 3, wakaniambia kweli tumesikia hizo tetesi lakini hatujua kinachoendelea. Na wewe kama semaji, na maana unatakiwa ulipambanie tujue ni nini kinachoendelea. Kwa nilijaribu kufika kwenye African. Tuliongea hadi nilifika hadi kuongea na president mwenyewe Kienwa. Kwa nikawa nimeongea naye akaniambia wenyewe hizo taarifa hawana. Na kama itafika kwao basi atatutambulisha. Lakini hizo taarifa hawana. Ina maana hizo taarifa hazipo. Kifupi zilikuwepo zikaisha kwenye ligi iliyoisha. Sijui umeelewa? Nusu finali ndo tulikata mti, kesi ikaja, tukaambia watu wacheza finali mpaka tuoteshe mti. Tukafuata kule, tukaomba radhi, tukasamehewa. Kwa hakuna kinachoendelea mpaka sasa hivi. Kifupi ni kwamba tupo kwenye ligi. Hizo ni tetesi tu. Kama ni mchezaji unashindwa kufanya mazoezi kwa sababu ya sijui timu imefungiwa, njoo mazoezini ujiandae. Na kama ni fans unashindwa kwa support timu kwa sababu timu itoshiriki, njoo tutashiriki na tunataka umoja wetu ili tufanyeje? Tuchukue hizo kombe zote mbili. Asante sana. Bwana, ni kwamba nilikuwa na Badi ambapo ni semaji la timu ya FEBA Espoir, na hapa sitokuacha domo wazi. Ni kwamba tunapiga story 2 3 kuhusiana na uvumi ambao unaendelea kusema kwamba FEBA Espoir hawatoshiriki mashindano ya Indiana Cup. Lakini semaji la timu ya FEBA Espoir wanadai kueleza ya kwamba timu yao mpaka sasa hivi wapo kwenye mashindano ya Indiana Cup. Kifupi huo hapo ni uvumi. Na mafani mjitokeze kwa wingi kwa sababu lengo lao na nia yao ni kutoa taji zote mbili. Hapo ulipo ni kwamba usikose kusubscribe channel ya MBL Online TV, ni sauti ya Braziliano kwa Tomesido. Usikose kulike na kwenye upande wa kameramani nipo na Rojo. Ila tuna kitu kimoja ambapo ni swali la mwisho. Ni azime masikio yako pamoja na macho yako. Semaji la timu ya FEBA Espoir, basi wahage mafanisi wa FEBA Espoir kwa maneno ambao unaamini kwamba hii ndo maneno ya kuaga mafanisi wa FEBA Espoir. Bwana, watu wa FEBA mimi nawapenda sana. Na umenipa jukumu hili kwa sababu ya kutetea timu yetu na tunaendelea kuyatetea. Kwa kikubwa ni kwamba page yetu inasinzia sana. Page zetu za FEBA fans zinasinzia sana, FEBA Espoir zinasinzia. Kwa kwenye platform zote naona zinasinzia. Admin, mimi nataka niongee na admin kidogo. Admin kuwa makini sana na page. Ina maana jaribu kuangalia unavyoposti na angalia unachokiposti. Of course tutataka tusupport page zetu ziondoke. Kwa tunataka tuondoke, yani na maana ligi hapa tunataka tufike hata kwenye K40 hivi za followers. Kwa hiyo ni Facebook, hiyo ni Instagram, hiyo ni TikTok, ingia andika FEBA Espoir, nenda ka follow na baadhi ya video share. Kwa kikubwa ni kwamba nawapenda na nipo kwa niaba yenu, so tusupportiane ili tuchukue au tufike pale tunapotaka. Neno moja wewe kama semaji la timu kwa mashabiki wa FEBA ambao wanaingiza timu ya FEBA kila mara kwenye hatari wa timu kufikia hatua ya kufungiwa.
Ni kwamba neno langu la mwisho ni kwamba yajayo yanafurahisha. Kikubwa ni supportiane tu. Neno la mwisho kwa watu ambao nimekwisha kuwataja. Ni kwamba mimi nawapenda na tujaribu kusapotiana tu. Baadhi anawapenda watu ambao wanakwenda kuingiza timu kwenye hasara. Hilo ni neno lake la mwisho. Ila neno la mwisho la Braziliano kwa ajili ya mafanisi wa MBL Online TV, niwaambie tu kitu kimoja, nitahakikisha kukupa burudani hii ya Indiana Cup popote pale ulipo, nitakufikishia taarifa ambayo ipo sahihi. Lakini kwa sasa hivi story ambazo zinaendelea na ni story za kitaani tu, anaeleza semaji la timu ya FEB Espoir. Chao, tukutane kwenye vipindi vingine.